Kesi ya uhaini ya mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tundu Antipas Lissu imeendelea kunguruma Jumatatu Agosti 17 mwaka huu 2026, huku upande wa mashtaka ukifunga ushahidi. Kwa upande wake, Lissu amesema hana kesi ya kujibu, lakini jamhuri inasema anayo. Mahakama itaamua kuhusu hilo Ijumaa Agosti 21 mwaka huu. Hivi ndivyo mambo yalivyokuwa mahakamani. Lissu anaeleza, na hapa namnukuu: baada ya kusikiliza ushahidi wao na mashahidi wao 17, naomba kutoa hoja kwenu majaji kwamba upande wa mashtaka umeshindwa kabisa kuthibitisha kwamba kuna kesi ya uhalifu ya kuiwezesha mahakama hii kumtaka mshtakiwa ajitetee. Lissu anaendelea kueleza, hasa waheshimiwa majaji, prima facie kesi ni ushahidi unaotolewa na upande wa mashtaka, na usipojibiwa na upande wa utetezi, mahakama inaweza kumhukumu huyo mtuhumiwa, na kwa kesi kama ya uhaini anahukumiwa kifo. Kwa hiyo ili mshtakiwa ahitajike kujitetea, lazima masharti ya kifungu cha 312 baada ya upande wa jamhuri kufunga ushahidi wao yatimizwe, yaani kuwe na ushahidi unaoonyesha kwamba mshtakiwa ana kesi ya kujibu. Kama hakuna, mahakama inatakiwa kumwachilia huru. Lissu aliendelea kusema, na kwa hiyo hoja yangu ni hii: shauri hili ili likamilike na mshtakiwa aweze kuhukumiwa kwa uhaini na kuhukumiwa kifo, lazima uwe umeonyesha kwamba kulikuwa na kosa la uhaini. Lissu anaendelea kusema, shtaka ambalo liko mbele yenu, waheshimiwa majaji, ambalo ndilo shtaka la uhaini katika kesi hii, linasema kwamba Lissu alitengeneza maneno ya kuzuia uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 kwa kuchapisha maneno na matendo ya kosa linalodaiwa kuwa linatiishia serikali ya ubunge au mahakama. Kwa hayo maneno, serikali haijatajwa hata mara moja. Bunge wala mahakama havijatajwa hata mara moja. Na kwa ushahidi wa mashahidi wote 17 wa upande wa mashtaka, serikali haimo. Lissu anaendelea kusema, maana ya serikali ni nini? Serikali imetafasiriwa na katiba ibara ya 151. Serikali ni serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar au halmashauri. Hakuna aliyethibitisha hata moja kwamba serikali imetajwa kwenye maneno yanayodaiwa kuwa ya kihaini. Uchaguzi mkuu kwa mujibu wa sheria unaendeshwa na Tume ya Taifa ya Uchaguzi. Kwa hiyo, ukiangalia hati ya mashtaka, serikali haijatajwa na haijatishiwa. Hakuna ushahidi wa kuthibitisha kwamba serikali ilitiishwa wakati haijatajwa popote. Jambo la pili, hayo maneno yanatengeneza kosa gani kwa mujibu wa sheria za nchi hii? Kwenye orodha ndefu ya makosa ya jinai, hakuna kosa la kuzuia uchaguzi wala kukinukisha uchaguzi. Hakuna kosa la aina hiyo kwenye kanuni ya adhabu. Kwa hiyo kosa la kufanya kisa cha uhaini halipo, na kwa mujibu wa sheria nia ya kutenda kosa haipo. Kwa hiyo upande wa mashtaka umeshindwa kabisa kuthibitisha hayo madai. Na mahakama ni muhimu ikumbuke kwamba mimi ndiye niliyeshtakiwa pekee katika kesi hii. Na sheria inasema maneno ya mtu mmoja hayafanyi uhaini. Na ushahidi uliotolewa haujathibitisha nia ya kutenda kosa la uhaini. Kwa hiyo mtu huyu hatakiwi kuitwa kujitetea. Na nikiitwa kujitetea, nitajitetea kwa kitu gani? Kwa hiyo kwenye hoja hiyo, waheshimiwa majaji, sina kesi ya kujibu. Sina kesi ya kunitaka kula kiapo na kujitetea. Kuhusu masuala ya kuchapisha, Tundu Lissu anasema, na hapa namnukuu, hoja sio hiyo tu. Ili kuwe na uhaini lazima kuwe na proof of publication au matendo ya wazi. Upande wa mashtaka umefeli. Mimi nilichapisha maneno hayo kwenye mtandao wa Jambo TV. Ushahidi uliotakiwa uwepo ni ushahidi wa Jambo TV. Naomba nimuelekeze ukurasa wa 135 kwenye rekodi za mahakama. Walioorodhesha waliwasilisha ushahidi wa aina 9 na ushahidi wa video, na hawajaleta hata kimoja kati ya vyote 11. Mlisema mtaleta video. Iko wapi? Kama hakuna video, hakuna kesi. Hakuna uthibitisho kwamba nilichapisha chochote popote. Waheshimiwa majaji, kuhusu na huo ushahidi wa publication, kuchapisha hati ya mashtaka inasema mimi ndiye nilichapisha. Shahidi wa 17 wa mashtaka alisema nini? Shahidi pekee ambaye ni eyewitness ni PW 17. PW 17 alinisikia na kuniona. Ushahidi wa PW unatakiwa kupewa uzito
na aliiambia mahakama hii kwamba yeye ndiye aliyepiga picha na video hizo. Kwenye kielelezo cha 16 amesema, sisi ndio tulirekodi, tukahifadhi na kusambaza, na ushahidi wao wala sijamleta mimi. Shahidi wao amesema zaidi ya kuhutubia sikufanya kingine chochote, na amesema video hizo ziko hadi leo. Kwa hiyo ni tuhuma ya uongo na ushahidi wao wenyewe, na ushahidi wake unapingana na ushahidi wa nani aliyepublish. Hawana jibu. Shahidi wao ameiambia mahakama kwamba aliyeitisha mkutano ni ofisa habari wa Chadema. Nilimuuliza anaitwa nani, akasema anaitwa Brenda Rupia. Na nilipomuuliza aliniona nikipanga viti nafuta meza, akasema hapana. Hakuna proof of publication, hakuna uthibitisho. Lissu anaendelea kusema, kwa hiyo ninaomba mfanye uamuzi kwamba hakuna kesi ya kujibu. Hakuna kesi ya kusimama mbele ya mahakama hii na kujitetea. Naomba mfanye hivyo leo, nisirudi gerezani. Ni hayo tu, waheshimiwa majaji. Mtazamaji, ni yapi maoni yako kuhusiana na taarifa hii? Andika maoni yako katika sehemu ya ujumbe hapo chini. Like na subscribe pia ili uwe wa kwanza kupata habari wa chungu tele. Hii ni Focus News. Jina langu ni Deo Kaji Makomba.